Mungu mwenyezi wa milele, wewe uliye asili ya hadhi ya wanadamu na mgawaji wa neema zote. Kwako wewe ulimwengu wote wanufaika, kwako wewe vitu vyote vinaimarika. Wewe ambaye kwa ajili ya kuliunda taifa la kikuhani wawapanga wahudumu wa Kristo mwanao kwa nguvu ya Roho Mtakatifu katika ngazi mbalimbali ndani yake. Ndivyo katika agano la kwanza kazi ilivyoanza na kukua kwa namna ya ajabu, na ulipowaweka Musa na Haruni kutawala na kutakatifuza watu wako. Uliwachagua watu katika ngazi na hadhi mbalimbali chini yao kwa ajili ya jamii na utendaji wao. Ndivyo pia kule jangwani ulivyoeneza roho ya Musa kwa njia ya watu 70 wenye busara, wakawa wasaidizi wake miongoni mwa watu, hata akaweza kutawala kwa urahisi zaidi kundi lako. Ndivyo ulivyowajalia wana wa Haruni ukamilifu wa ukuhani wa baba yao, ili waweko makasisi wa kutosha kutoa sadaka za hekaluni ambazo zilikuwa mfano wa mambo yatakayokuja kukidhi hadhi inayolingana kwa mujibu wa sheria za kikuhani. Na hatimaye katika utimilifu wa nyakati, Baba mwema, ulimtuma mwanao duniani, naye ni Yesu Kristo aliye mfalme na mshenga wa imani yetu. Yeye alijitoa kwako kwa njia ya Roho Mtakatifu, sadaka safi isiyo na doa, na akawafanya mitume wake aliowatakasa katika ile kweli washiriki utume wake. Hao nao uliongezea waandamizi na wa kutangaza neno lako na kufanya kazi ya kueneza wokovu kwa dunia nzima. Sasa tunaomba, Bwana, katika unyonge wetu utujalie wasaidizi hawa wetu ambao tunawahitaji katika utendaji wetu wa kikuhani na kitume. Baba mwema, tunakuomba umpe huyu mtumishi wako hadhi ya upadri. Utie upya moyoni mwake roho wa utakatifu. Asimamie kazi ya daraja la pili ambayo amepokea kutoka kwako, Mungu, na kwa maisha yake awe mfano wa maadili. Awe msaidizi wetu mwema, ili maneno ya Injili yazae matunda katika mioyo ya watu na yaenee hadi mipaka ya dunia kwa njia ya mahubiri yake, kwa neema ya Roho Mtakatifu. Pamoja nasi awe mgawaji mwaminifu wa mafumbo yako, kusudi taifa lako liumbwe upya kwa kuoshwa kwa kuzaliwa mara ya pili, na lilishwe altareni pako, na wenye dhambi wapatanishwe nawe, na wagonjwa wafarijike. Awe daima na ushirika nasi, Bwana, kwa kukusihi huruma yako kwa ajili ya wote waliokabidhiwa kwake, na pia kwa dunia nzima. Na hivyo mataifa yote yapate kukusanywa katika Kristo na kuwa taifa lako lililo moja tu, na lifikie utimilifu wake katika ufalme wako. Tunaomba hayo kwa njia ya Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Basi kwa kuwekewa mikono na kwa sala hiyo rasmi ya kuwekwa wakfu, sasa tunaye padri mpya ndani ya kanisa na jimbo letu, Padri Simon John Mugabe. Naomba tushangilie. Kwa hiyo baada ya hapo atavikwa stola na kazula. Nimwalike paroko wa parokia hii na msaidizi wake waweze kulifanya tendo hilo, na wengine tuketi. Wakati likiendelea, naomba wanakwaya watuimbie wimbo unaofaa.
Asante wanakwaya, tunawashukuru sana. Naomba tushangilie. Baada ya hapo atapakwa mafuta kiganjani, atajongea mbele ya mwasha baba askofu, atapiga magoti na kisha tendo hilo litafanyika. Asante wanakwaya. Bwana Yesu Kristo ambaye Baba alimpaka mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, akulinde kwa ajili ya kuwatakatifuza wa Kristo na kumtolea Mungu sadaka. Hapo wanakwaya tunaweza tukakuta tunaimba wimbo unaofaa. Pokea dhabihu za taifa takatifu za kumtolea Mungu. Fahamu hayo utakayotenda, fuasa hayo utakayofanya, napatanisha maisha yako na fumbo la msalaba wa Bwana. Basi baada ya hapo padri mpya atasimama, atatakiana amani na mwasha baba askofu. Baada ya baba askofu tutawalika mapadri pia waweze kumtakia amani. Tutawaomba pia wazazi waje wamtakia amani. Tutaomba pia baadhi ya viongozi ambao tayari wanataarifiwa nao watafika hapa kama wawakilishi wetu, lakini tendo hilo litafanyika baadaye kwetu wote tunaosalia. Karibu mwasha mwaskofu. Tushangilie.
Asante sana, karibuni mapadri. Tupige makofi tendo hilo linapoendelea. Basi naomba wageukia waamini wanyoshe mikono.
Asante wanakwaya. Misa yetu itaendelea. Usisahau kushare, kusubscribe na kulike.